Usitweze unabii, lisikie neno. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu akubariki kwa kuwa unaendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo hapa YouTube na hata kwenye mitandao mingine ya kijamii kama vile Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Pia tunayo channel ya WhatsApp kwa jina hilo hilo la Mikono ya Kristo. Kwa hivyo kwa wakati wako zaidi na zaidi unaweza kufuatilia mafundisho sehemu zingine ambazo tunayaposti huko. Nina somo fulani litakusaidia. Inaweza kuwa refu la katikati, litakusaidia somo hili la siku ya leo. Na linasema usitweze unabii, lisikie neno. Usitweze unabii, lisikie neno. Kwa nini usitweze unabii? Kwa nini ulisikie neno? Ni kwa sababu unabii ni sehemu ya neno la Mungu. Mungu hutumia unabii kufikisha habari fulani. Mungu hutumia manabii kupeleka habari fulani. Sasa manabii hawa wanaweza kupeleka habari ya aina yote. Habari ya onyo, habari ya msisitizo, ama kwa habari ya furaha. Habari ya onyo, tunaona katika Biblia kuna maonyo mengi sana ambayo manabii wameyatoa. Lakini vile vile kuna habari ya faraja nyingi sana ambazo manabii wamekuwa wakizitoa. Lakini kuna habari ya msisitizo vile vile. Kwa hiyo unabii una kazi nyingi sana. Wakati mwingine unabii unakuletea habari zako wewe mwenyewe. Unabii unaweza kukuletea habari zako wewe mwenyewe. Unawezekana unajiuliza swali fulani, unataka kujua kitu fulani, unataka kujua jambo fulani ambalo linakuchanganya tu wewe mwenyewe. Mungu anaweza akanyanyua unabii wako kupitia njia ambayo yeye anaitaka. Yoyote ile. Ndio maana nimekuambia usitweze unabii. Usitweze unabii, yani usidharau unabii. Usidharau maneno yanayohusiana na neno la Mungu ambayo yanakaa katika mfumo wa kinabii. Usije ukadharau. Bila kujali ni kweli ama si kweli. Cha kwanza hupaswi kudharau, kwa sababu ni heri ukachukulia maanani afu kagundua ni uongo kuliko ukapuuzia alafu kumbe ni kweli. Hii itakuletea shida. Kwa nini? Mungu anaweza kuwa na taarifa yako fulani, anataka kukufikishia wewe hiyo taarifa. Anatafuta namna ya kukufikishia kulingana na hali yako, labda ya kiroho ama ya kimazingira unayoishi. Anaona kuna ugumu wa kukufikishia wewe mwenyewe hiyo taarifa. Ama inawezekana ameshasema na wewe mara kadhaa lakini huelewi ama unapuuzia, na ni taarifa ambayo ina umuhimu sana. Ndio Mungu anaweza kuinua watu au viumbe wengine kwa ajili ya kutoa unabii ama kutoa ujumbe unaokuhusu wewe. Kwa hiyo utakapokuwa na tabia ya kusikiliza neno linalokuhusu, utagundua pengine kuna neno fulani uliwahi kuambiwa zaidi ya mara moja na watu tofauti, ambalo pengine neno hilo pia wewe mwenyewe uliwahi kuambiwa na watu fulani. Unabii. Na hii haijalishi wewe upo katika renki gani, uweza gani, mamlaka gani. Mungu anamleta yeyote, sio lazima afanane na wewe. Unaweza ukawa ni unabii wa kitaifa, taifa kubwa kati ya mataifa makubwa hapa duniani, alafu akaja nabii mdogo kabisa duniani, anajulikana tu kama mtumishi labda wa Mungu, akatolea unabii taifa kubwa. Hawapaswi kupuuza, kwa sababu Mungu ndiye anamchagua nani apeleke ujumbe wake. Mungu apangiwi afanye namna gani ili ujumbe wake uende, bali Mungu anamchagua yeyote yule kupeleka ujumbe wake. Haleluya. Ukiwa na tabia ya kuchagua nani kasema, nani anaweza kwa akili zako, utayumba sana, na unaweza ukajikuta haufikii malengo ambayo Mungu ameyakusudia kwa sababu ya dharau, kwa sababu ya kuto kusikiliza neno la Mungu kupitia manabii, na unatweza unabii ama unapuuzia unabii ama unaudharau unabii, unaona kama sio kitu kinachokuhusu.
hasa kulingana na nani amesema. Watu wengi wana ugonjwa. Nitakupa mfano wa sisi tu watumishi. Kwa mfano, unaweza kukuta mtumishi kama mimi ni mtumishi ambaye kwa sasa sina muda mrefu sana tangu nimeanza kuhudumu. Ndio, nimehudumu miaka kadhaa, lakini bado ni muda mdogo sana kwenye huduma. Alafu kuna watu pengine wana miaka 20, 30 wakiwa wanahudumia. Haimaanishi Mungu hawezi kunituma mimi kumwambia yule mwenye huduma miaka 20 kwamba kuna kitu fulani kinamhusu. Kuna ujumbe fulani ambao yeye unamhusu, aidha wa faraja au wa maonyo. Hasa kwenye ujumbe wa maonyo hapa ndo panakuwa na vita. Mungu anaweza kumuonya yeyote, hata kanisa, kupitia mtu fulani. Mungu anaweza kutumia Roho wa Mungu akamwingia mtu fulani akasema neno la kinabii kwa ajili ya kanisa. Kanisa halipaswi kupuuza, linapaswa kubeba na kufanyia kazi, sio kupuuza. Watakapofanyia kazi watagundua kwamba neno hili linatuhusu kweli kweli. Na hili linathibitika katika kitabu cha Zaburi, ile sura ya 119 na aya ya 105. Neno la Mungu ni taa ya miguu yangu, ni mwanga wa njia yangu. Kwa neno la Mungu ni taa. Neno taa peke yake, sema taa kazi yake ni nini? Kumulika. Kwa hiyo panapomulikwa, pakimulikwa panapokuhusu lazima uone. Yaani wewe ukiwa unatembea kwenye giza, alafu taa ikimulika utasema inamulika nani? Si lazima uje mbona nipo gizani? Alafu mbona kama kuna taa imenimulika? Labda unafanya uovu wako, alafu unashangaa pap kuna taa imekumulika. Maana yake ni neno la Mungu limekumulika. Inawezekana mtu akawa anafundisha kama ninavyofundisha mimi, kama ninavyohubiri mimi, nahubiria watu fulani labda ninawajua, labda kwenye mitandao kama hivi. Halafu mtu fulani akawa amekaa na mmoja wa watu ambao wanasikiliza mafundisho haya, anafuatilia mafundisho haya kwenye labda kwenye simu yake, anasikiliza kwa makini, labda kwenye daladala, labda kwenye ndege, labda kazini, popote pale, labda nyumbani, labda ofisini, amefungulia, ameweka sauti. Labda ni utaratibu wake tu kusikiliza. Halafu yule ambaye hasikilizi ndio kuna neno lake. Unabii uko hivyo. Kwa kuwa neno la Mungu ni taa, kama linakuhusu lazima utahisi kitu kwamba mbona maneno haya kama naambiwa mimi? Yaani utaona linakumulika. Neno lazima likumulike, na ukiwa muhusika tu taa lazima iwake. Utaona kwamba neno hili linanihusu mimi. Sasa kiburi cha kutweza unabii ndicho kimeangusha watu wengi sana, wakidhani ya kwamba huyu hawezi kuniambia. Nani kasema? Yaani kweli ni vizuri kupima nani kasema, lakini sio kwa maana ya kudharau. Unataka kujua uchukue hatua kwa namna gani, lakini hatua lazima ichukuliwe. Amesema fulani, ngoja nilifanyie kazi. Amesema huyu, ngoja nilifanyie kazi. Unajua unabii ni kitu ambacho kinaweza kisiwe kinaeleweka, kwa sababu unabii ni kazi ya Roho Mtakatifu. Sasa usikariri kwamba nani anaweza kufanya kazi ya kinabii. Leo anaweza kufanya huyu uliyemzoea, kesho akafanya mtu mwingine, wakati mwingine hata wanyama wanaweza kutoa unabii. Ukisoma kwenye Biblia kuna mahali punda alitoa kitu fulani. Punda alitoa message, alitoa tena kwa sauti. Punda, unamjua punda? Punda anaweza kuongea. Lakini kwenye Biblia kuna mahali punda aliongea. Kwa hiyo Mungu hawezi kupangiwa nani atoe unabii, nani asitoe unabii. Kwa hiyo inawezekana kanisa fulani linaonywa, ama taasisi fulani inaonywa, ama watu wa Mungu fulani wanaonywa. Mara nyingi Mungu anaonya wale watu ambao wanahusika na umungu, wanahusika na ule upendeleo wa kimungu, wanahusika na ule ufalme na ule uwana ambao tumerithi, uwana tuliorithi, wanahusika. Mungu ndio anawapaga sana nabii watu hao. Ingaje pia anaweza kuwapo nabii watu wengine tofauti na hao. Anaweza kutoa nabii kwa watu ambao hata hawajaokoka, lakini Mungu akatoa nabii kwa upendeleo. Sasa unakuta mtu ana nafasi fulani, anachukua nafasi yake ya kicheo kuanza kuupima unabii. Unabii haupimi kwa cheo chako, kwa sababu unabii ni kazi ya Roho Mtakatifu. Ni kazi ambayo Roho wa Mungu mwenyewe anafanya. Sasa wewe Roho wa Mungu utampima kwa kitu gani? Haleluya. Wewe ambaye uko ofisini, kwenye ofisi fulani, una cheo cha juu kabisa, maana yake wewe ndio unajua siri za ofisi. Bila shaka. Yaani wewe ndio utakuwa unajua siri za ofisi.
Sasa ili mtu ajue siri za ofisi hiyo, lazima awe na mahusiano na hiyo ofisi uliopo, ili apate kujua siri. Ama hata kama hana mahusiano, lazima mtu ambaye anahusiana na hiyo ofisi ampe hizo siri. Sasa kinyume cha hapo, hivi mimi mambo yangu ya ndani yatajua nani ambaye hayuko pamoja na mimi, ukimwacha Mungu? Ili ujue lazima unifuatilie, lazima ufuatilie kwa namna fulani ujue. Kwa hiyo masuala ya kinabii ni taarifa za kimbingu. Unabii ni taarifa itokayo kwa Mungu mwenyewe. Unabii ni taarifa ya siri za Mungu mwenyewe, zinatoka mbinguni zinakuja duniani. Sasa nani mwanadamu ambaye ana unganiko hilo kati ya mbinguni na duniani? Hayupo. Isipokuwa sasa msaada ule wa Roho Mtakatifu ndiye anaingia ndani mwetu na anatufundisha na anatuambia na hata jinsi ya kusema. Anasema yeye kwamba huko mbinguni huko kuna taarifa hii, wapelekee watu fulani. Kwa hiyo ukiona mtu anatoa unabii, cha kwanza ujue ni taarifa ambayo ina connection kubwa. Kuna mwanadamu, kuna Roho Mtakatifu, alafu kuna mbingu. Huo ndio unabii. Sasa ukianza kupuuzia unabii, maana yake unaanza kumpuuzia nabii, unampuuzia nabii. Unampuuzia nabii alafu unapuuzia unabii. Matokeo yake unaikataa sauti ya Mungu. Usitweze unabii. Jifunze kusikiliza sauti ya Mungu. Sikiliza sauti ya Mungu. Usipuuze kwa habari sauti ya Mungu. Kwa sababu inawezekana wewe unahangaika na jambo fulani, linakuhangaisha. Tena umeenda kwa watumishi wengi sana. Kumbe wanaokujibu wako mtaani kwako kila siku. Au wanaokujibu ni watu ambao unasafiri kwenye basi kila siku. Siku moja nitakupa mifano miwili ya unabii. Nilikuwa nasafiri, safari za daladala hizi. Natoka nyumbani kwangu na kwenda mjini. Sasa nilikuwa naongea na mtu kwenye simu na nilikuwa na haraka. Na nilikuwa naongea mambo muhimu sana. Na sio kawaida yangu kupenda kuongea kwenye daladala kwa sababu ya zile kelele na watu, inakuwa inanikosesha ule kuwa comfortable na ile na hiyo kazi. Lakini siku nilazimika kuwa naongea. Kwa hiyo nikawa naongea kwa muda wa takriban ilikuwa kama dakika 45 hivi au 50. Nilikuwa naongea na nilikuta daladala ikiwa imejaa. Naongea tu. Naongea jambo fulani. Lakini jambo linahusu taarifa ya mtu fulani. Tunaongea sana. Nimeongea. Kumbe mule kwenye gari kuna mtu alikuwa ananifuatilia. Yaani yeye ndio alinishuhudia. Akaniambia, yaani ulichokuwa unaongea nilikuwa natamani kusikiliza zaidi. Akaniambia nilihama siti fulani, nikasogea kwenye siti fulani, nikaja mpaka hapa ulipo. Na hatimaye mimi baadaye na mimi nikapata siti. Akamwambia mtu, hapo nilipoanza kugundua aame ile siti ili akae na mimi. Sasa nikawa najiuliza mbona anahama? Kumbe ameanzia kuhama mbali. Simjui. Na alikuwa mzee watu, mtu mzima. Akasema unachokiongea nimejifunza kitu kipya katika maisha yangu. Neno la Mungu ni nini? Ni taa. Likikuhusu lazima likumulike. Je, mimi huyo baba nilikuwa namfahamu? Sikuwa namfahamu. Lakini nilichokuwa nakiongea na sikuwa naongea kwa ajili yake, lakini yeye akaona kama naongea kitu kwa ajili ya nani? Kwa ajili yake. Angeweza kupuuzia, lakini ndani yake palikuwa na muunganiko wa Roho Mtakatifu. Akamwambia sikiliza, hiyo inakuhusu. Na inawezekana hata nilikuwa nampa ujumbe huo sio mtu muhimu sana bali yeye. Inawezekana pia. Sasa Mungu hutumia kanuni mbalimbali kama nilivyokuwa nimekuambia. Si mtu ambaye napenda sana kuongea na kumpigia mtu simu nikiwa ndani ya daladala. Labda ni simu ya mara moja tu, halo nikakata. Hiyo niliongea kwa muda mrefu na sio kawaida yangu. Kwa hiyo inawezekana kule kuongea kwa muda mrefu ilikuwa ni kwa ajili ya baba huyu. Unabii angepuuzia. Tuje kitu kingine ambacho sasa hiki kinanihusu mimi na huduma yangu. Mimi huduma yangu nafikiri nimeshawahi kutoa ushuhuda sehemu mbalimbali. Mimi nimeitwa kwenye huduma muda mrefu, na jinsi nilivyoitwa ni kati ya watu ambao sitoki kwenye hizo familia za watumishi. Ingawaje mzee wangu alikuwa ni mtumishi kwa namna fulani, ila sio kwa namna hii ambayo unafanya. Yeye alikuwa ni katekista, kwa hiyo alikuwa ni utumishi ambao sio namna fulani, yani kwamba unajua makatekista ni watumishi wa kanisa Katoliki ambao wanafundisha watoto mambo ya
mambo ya mafundisho, naita mafundisho ya kuwalea kiroho, kwa maana ya kwenye sakramenti zile za komunio, kipaimara, pamoja na mafundisho ya ndoa. Kanisa limewaweka katika eneo hilo. Sasa mimi nimeenda mbali zaidi kama unavyoona. Kwa hiyo ilikuwa sio rahisi kujua kama huku ndiko nitakapokuja. Sikuwa najua. Lakini baadaye nilianza kupata call kidogo kidogo. Yaani nilianza kupata wito. Na wito ulikuwa unazunguka. Haukuwa unakuja moja kwa moja. Mimi ni mtu wa mambo ya IT, information technology. Mimi ni technician na mambo mengine kama hayo. Ndio ilikuwa kazi yangu. Nilikuwa nafanya kazi yangu nikisafiri huku na huku mikoa mbalimbali na sehemu zingine za nchi tofauti. Nilikuwa nafanya kazi hiyo, lakini wito ulikuwa unanizunguka tu. Wito unanizunguka tu. Sasa kuonesha kwamba Mungu alikuwa ananithibitishia wito wangu, maana yake nilikuwa ni mgumu kuelewa. Yaani nilikuwa ni mgumu, nimeshawahi kuambiwa kwa namna kadhaa, kwa kuambiwa mimi mwenyewe, nimeambiwa na watu wengine, lakini nilikuwa mgumu kuelewa. Angalia kazi ya nabii. Kuna wakati mtu anakuwa mgumu kuelewa. Kwa hiyo inawezekana na wewe ni mgumu kuelewa kama mimi. Nisikilize, mfano sasa unanihusu mimi mwenyewe, sio mtu mwingine. Kwa hiyo nikawa nasikiliza, naendelea na maisha yangu mengine. Nafanya kazi zangu vizuri tu, maisha yanakwenda vizuri, wala sikuwa na shida yoyote. Sasa yatokea matukio mawili ambayo yalinishangaza. Tukio la kwanza, nilikuwa napendelea kuvuka mahali fulani, kuvuka kwenye kivuko fulani. Yaani navuka maji, navuka kutoka huko kwenda huko. Yaani navuka. Mara kwa mara nilikuwa navuka. Lakini sehemu ngeni, sio sehemu ambayo inajulikana, ni sehemu ngeni. Sasa ukifika pale kwenye kivuko unaweza ukasubiri kidogo. Yaani ukasubiri, labda ngoja kwanza nisubiri kivuko kingine, unasubiria. Alafu napanda nachotaka naenda. Basi kuna watu walikuwa nikiingia tu kwenye kile kivuko wananiita mtumishi. Alipokuwa anatamka lile neno, akilini mwangu kulikuwa kuna swali ambalo ilikuwa silionyeshi kwao, lakini najiuliza, huyu kwa nini ananiita mtumishi? Kwa nini huyu ananiita mtumishi? Yaani hao wote hapa wamevuka, hamna aliitwa mtumishi. Mbona mimi naitwa mtumishi? Nini shida hapa? Lakini kumbuka, nina taarifa yangu ya utumishi, naijua. Bado tunazunguka na mambo yangu. Kwa hiyo, kwa kuwa nilikuwa na taarifa ya utumishi, haikuniwia shida sana kuelewa kwamba huyu ana neno la kinabii, huyu anajibu kitu fulani. Nikasema huyu anathibitisha kazi yangu. Nikaendelea. Hiyo nikiwa hapa Tanzania. Wakati fulani nikiwa nimesafiri, wala siko Tanzania, niko sehemu ngeni kabisa, nchi nyingine kabisa, mbali kabisa. Nilikuwa na mdogo wangu yupo huko, family friend. Sasa tulikuwa natoka na gari naenda supermarket. Nilipenda supermarket, nikachukua, kuna vitu nilifuata ikiwemo na spare ya gari. Halafu kuna mafundi nikawafuata mahali nikawakosa. Nilipoenda kule supermarket, kuna mahali wanauza spare za magari pia. Tukasema na mdogo wangu, ngoja twende tukaulizie pale spare, alafu tuingie supermarket, alafu tutoke turudi. Kwa hiyo tukanunua spare, tukaingia supermarket tena kutafuta vitu vingine vya nyumbani. Tukiwa supermarket tukakutana na mafundi wa magari. Wale pale mafundi tukawafuata. Tukawa na shida yetu fulani. Tukawaelezea, akasema basi twendeni. Sasa twende, gari iko nje. Tukawachukua. Tukaondoka nao. Sasa tukiwa tunaondoka, hao mafundi walikuwa almost watatu kama sikosei. Namkumbuka mmoja tu na Bullet. Anaitwa Bullet, si ni Bullet, na wengine. Huyu mmoja huyu ndio alikuwa na tabia kuniambia mtumishi kwa lugha ya kwao. Sasa mimi sikuwa naelewa ile neno. Kila akiniona ananiita hivyo, mtumishi kwa lugha ya kwao. Sasa nikawa nalisikia ile neno kila wakati. Siku moja nikamuuliza, wewe kwa nini unaniita neno hili? Tukiwa marafiki tu, wala hakuna shida. Akaniambia, ina maana wewe uone kama ni mtumishi. Sasa mimi naongea Kiswahili, yeye alikuwa anasema neno kwa lugha ya kwao, lakini ananiambia sasa, kwa nini wewe hauoni kama wewe ni mtumishi? Sasa mimi najaribu kurecall. Anasemaje mimi mtumishi? Yaani huyu mimi yaani hatujuani. Na huku ni nchi mbali kabisa. Yaani si hanijui kabisa. Yaani hanijui, hajawahi kuniona mimi huyu. Kwa nini ananiambia mimi mtumishi? Nikawa nimemngangania sasa, wewe kwa nini unangangania mimi mtumishi? Yaani kwa nini uniambie mimi? Akasema, ndugu yangu, yaani wewe jinsi ulivyo, jinsi unavyoonekana, wewe ni mtumishi.
Yani ilikuwa ni unajua mvutano. Yani akaba yani ni kama vile anaona kama mimi namuignore. Yani kama ninamkataa kitu ambacho yeye anakijua. Wewe uwezi kuniambia. Unaonekana kabisa ni mtumishi. Yani unaonekana kabisa. Yani aliningangania. Huyu ndo alinishangaza zaidi kwa sababu aliningangania kwamba wewe unaonekana kabisa kwamba ni mtumishi. Hakuna cha kukataa bwana. Unakataa nini bwana? Wewe ni mtumishi. Sasa mdogo wangu alikuwa anacheka sana kwa sababu anajua maisha yangu. Unaona? Anajua maisha yangu. Kwa hiyo tukatoka hapa tukamaliza, tukaondoka. Mdogo wangu yeye hajui, ila mimi najua kinachoendelea rohoni kwamba huyu ananipa taarifa. Yaani ni uthibitisho ama muendelezo wa taarifa ambayo tayari ninayo ndani yangu. Kwa ningeweza kumbishia, kumbuka na kazi yangu na nasafiri kama unavyoona, na kazi tu nzuri, yani nafanya mambo yangu mwenyewe. Yani najitegemea na maisha yanaenda. Lakini moyoni kuna kitu kinaniambia hapana, huyu anakuambia kazi ya Mungu. Kwa hiyo unaona jinsi Mungu anavyotumia unabii wake. Sasa huyu fundi magari na unabii wapi na wapi? Fundi wa magari na unabii ni fundi kabisa wa magari. Lakini Mungu anaweza kumtumia mtu yote kuleta unabii. Sasa wewe pengine wewe ni mmoja wapo ambaye umeshawahi kuletea unabii. Tena wa msingi kabisa kwamba fanya hivi. Wewe unapuuzia kwa sababu aliyesema afanani na unabii ama afanani na muonekano. Kumbuka mimi anayeniambia mwingine tayari ni fundi magari wala hahusiki na masuala ya unabii, ni fundi wa kawaida tu. Ananiambia. Sasa sijui ndani yake kama kuna unabii au la, lakini nikimuona simuoni kama nabii. Lakini nikisikia nasema anachosema huyu kinafanana kabisa na habari za unabii. Sasa nini kinafanyika? Unapaswa kubeba ule unabii. Unapaswa kuelewa juu ule unabii. Haupasi kupuuza ule unabii kwa sababu ni neno ambalo Mungu anakupa. Kwa hiyo ukitweza unabii unawezekana kabisa ukaanguka kwa sababu tu ya wewe kuto kujua kwamba Mungu anasema na wewe. Nimekupa hii walau ikupe picha. Sasa leo tutaenda kwenye mfano wa nabii kati ya wale manabii wadogo. Amos, nabii Amos. Amos alikuwa ni mchungaji na wala hakuwa katika ukoo wa manabii, lakini Mungu anamuinua Amos kuwa nabii. Akafanya kazi yake mpaka kafika mahali ambapo nabii wake ulikuwa unaenda kama kuishia, ndipo alipofukuzwa na Waisraeli wakimwona kwamba anachokiongea sio kitu sahihi. Lakini Amos aliyoyaongea yalitokea. Nabii Amos aliyotabiria juu ya Israeli yalitokea. Sasa kwa kuwa Israeli ni taifa kubwa, hawakutaka kuamini kwa habari ya utabiri wa Amos. Wakampuuzia, naye akawaambia kwa sababu mnanipuuzia haya yatawatokea. Unabii. Kama nilivyosema, changamoto kubwa ya unabii ni wale ambao wako kwenye hadhi ya juu, wakipewa unabii na mtu ambaye wanamuona labda sio mtu wa kwao au wanamuona kwamba hana hadhi ya kinabii, huwa mara nyingi wanapuuzia. Na leo tunapenda kujifunza kwa nabii Amos kitu cha namna hiyo. Sasa shika Biblia yako kama hii hapa. Fungua kitabu cha Amos, manabii wadogo. Kati ya nenda sehemu zenye manabii wadogo pale kabla hujafika kwenye Agano Jipya. Fungua hapo. Kuna nabii anaitwa nabii Amos. Nabii Amos tutasoma ile sura ya 7 ndio ina vitu vya namna hii. Amos sura ya 7 aya ya 11. Aya 11, sura ya 7 aya ya 11. Tena tuanzie tu aya ya 10, sio 11. Anzia aya ya 10, tenda mpaka aya ya 17. Nitasoma kwanza uelewe. Nitasoma aya ya 10 mpaka 17, alafu tutatafakari kwa pamoja. Utaelewa hapa kwa nini nimekuambia usitweze unabii. Basi nitasoma. Ndipo Amazia kuhani wa Betheli akapeleka habari kwa Yeroboamu mfalme wa Israeli akisema, Amosi amefanya fitina juu yako kati ya nyumba ya Israeli. Nchi haiwezi kustahimili maneno yake yote. Kwa maana Amosi amesema hivi, Yeroboamu atakufa kwa upanga na bila shaka Israeli atachukuliwa mbali hali ya kufungwa atoke katika nchi yake. Tena Amazia akamwambia Amosi, ewe muona, nenda zako, ikimbilie nchi ya Yuda, ukale mkate huko, ukatabiri huko, lakini usitabiri tena huku Betheli, kwa maana ni mahali patakatifu pa mfalme, nayo ni nyumba ya kifalme. Zingatia hapa, anamfukuza Amosi sio kwa sababu nabii, ni kwa sababu hapo ni mahali patakatifu.
Kwa hiyo wanaamini ya kwamba mahali hapa Betheli patakatifu hapawezi kuletewa unabii. Lakini Mungu akasema nenda hapa patakatifu ukatoe unabii. Huyu mfalme anamuondoa kwa maneno ya hila, anamwambia ondoka, anatuma ujumbe wake kumwambia ondoke. Kwa sababu Amosi hafanani na unabii, kwa sababu pale ni mahali patakatifu. Lakini Amosi alitumwa na nani? Na Mungu. Ndipo Amosi akajibu akamwambia Amazia, mimi sikuwa nabii wala sikuwa mwana wa nabii, bali nalikuwa mchungaji na mtunza mikuyu, naye Bwana akanitwaa katika kufuatana na kundi. Bwana akaniambia, enenda uwatabirie watu wangu wa Israeli. Basi sasa lisikie neno la Bwana, usitweze unabii, lisikilize neno. Amosi sasa anajifunua kwao kwamba mimi sikujileta tu, Mungu amenitwaa kutoka huko kwenye kuchunga na kutunza mikuyu, nije kuwaambia ninyi ambaye mnajiita hapa ni mahali patakatifu, mahali pakubwa. Wewe wasema usitabiri juu ya Israeli, wala usitoe neno lako juu ya nyumba ya Isaka. Kwa hiyo Bwana asema hivi, mke wako atakuwa kahaba mjini, na wana wako na binti zako wataanguka kwa upanga, na shamba lako litagawanywa kwa kamba, na wewe mwenyewe utakufa katika nchi iliyo najisi. Na bila shaka Israeli atachukuliwa mbali, hali ya kufungwa kutoka nchi yake. Anatabiria kwa habari ya utumwa wa Israeli. Anawaambia mmekataa, lakini nawaambia kwamba mtachukuliwa mateka, mtachukuliwa watumwa. Maana unaposema mtu amechukuliwa akiwa amefungwa kamba, maana yake ni mtumwa, maana yake amekamatwa mateka huyo. Kwa hiyo Amos anawaambia kabisa, mimi si sehemu ya manabii, wala mimi sikuzaliwa kwenye ukoo wa manabii. Mimi nilikuwa mchungaji, lakini Bwana amenituma kusema maneno haya. Wangapi wanatweza unabii? Wangapi wanapuuzia unabii? Nimekupa ushuhuda wangu mwenyewe wa nini kilikuwa kimenitokea juu ya huduma nilionayo, na itawasaidia na wengine ambao wanaweza kujiuliza kwamba huyu si ni mwana wa seremala. Najua mkosi, wapo watu kwamba huyu tunamjua. Ndio, kunijua sio shida. Mungu ameninyanyua kutoka hapo nyinyi mnaponijua. Huyu sifundi nini, na mimi nina ufundi mwingi kweli kweli. Kwa hiyo kuna watu mpaka leo hata hawajui huduma yangu hii ambayo nafanya. Kwa hiyo ni sehemu ya unabii, lakini yanakusaidia haya, na mimi nakuwa mfano kwako kwamba inawezekana wewe na Mungu anakuita kama wewe, pengine wewe una kitu kama cha kwangu au zaidi ya cha kwangu, na Mungu anakuambia kwamba bwana sikiliza, huku siko, nenda huku. Kama Amos alivyoambiwa, na akaifanya kazi ya Bwana vizuri, akitoka kuwa mchungaji mpaka kuja kuwa nabii. Hakuzaliwa kwenye ukoo wa manabii, hakuwa na historia nyuma yake nani kuna nabii, bali alikuwa ni yeye ambaye Mungu amemnyanyua. Je, wewe unaubeba unabii kama ulivyo, ama na wewe unatweza unabii? Mungu anakuambia kwa habari ya ndoa yako, unapuuzia, matokeo yake ndoa imevunjika, ndoa inaingia kwenye mafarakano. Inawezekana Mungu alisema na mtu kupitia namna fulani, akasema na mtu fulani, akakufikishia ujumbe kwa njia fulani, hata kwa utani tu, hata kwa kukusitiza mara kwa mara kwamba hii mbona hivi, mbona usiache kumtumikia Mungu, mfuate Mungu, ndoa yako itaharibika, ukapuuzia. Wangapi mmepewa unabii mkapuuzia? Wangapi mmetweza unabii? Watu wengi sana Mungu aliwaambia kitu. Kuna mahali Biblia inasema Bwana hawezi kufanya jambo lolote bila kuwajulisha watumishi wake manabii. Ni pamoja na wewe. Ukishakuwa unaurithi ufalme wa mbinguni, Mungu anakuona kama ni wa kwake. Kwa anaweza kukuletea taarifa fulani. Wangapi wanapuuzia? Alafu ikitokea anasema fulani alisema, itakusaidia nini? Kwa nini usitweze unabii? Kwa sababu ukija kukumbuka unabii umeisha. Hawa na Waisraeli kama wangegundua, wangefanya toba ya kina, pengine Mungu angewahurumia. Lakini kwa maneno haya, nini nafikiri kilitokea? Lazima kwamba Waisraeli walichukuliwa mateka kwa sababu walikataa unabii. Na wewe vile vile inawezekana Mungu anasema na wewe, alafu unaukataa unabii. Unakataa taarifa ya kimungu. Kwa hivyo somo hili likufundisha kwamba usitweze unabii. Beba unabii, sikiliza unabii. Sasa kuna angalizo kubwa sana nataka nikupatie. Usisahau kuna manabii wa uongo. Kama kuna manabii wa uongo, maana yake kuna unabii wa uongo. Maana yake manabii wa uongo watabeba unabii wa uongo. Jitahidi sana kumuelewa Roho Mtakatifu. Hakuna namna. Yaani piga
piga huwa garagaza, muelewe Roho Mtakatifu anasemaje, anashaurije, anafanyaje kazi. Muelewe Roho Mtakatifu, kwa sababu usipomuelewa Roho Mtakatifu ni ngumu kujua unabii. Mimi wakati nathibitishia unabii wangu, tayari ndani yangu nilikuwa na taarifa. Kwa hiyo nilikuwa na connect unabii. Unabii wa Mungu inawezekana wewe ukawa huna taarifa, lakini Mungu ndiye anayesema na wewe na kukuthibitishia. Roho Mtakatifu anakuthibitishia kwamba neno hilo latoka kwangu. Usipokee kila unabii. Beba unabii ufanyie kazi. Ndio maana nikasema usipuuzie unabii, usitweze unabii, lisikilize neno, lifanyie kazi. Na ukishalifanyia kazi utajua kwamba unabii huu haufanani. Mfano, mimi mpaka leo hii tayari ni mtumishi. Na ni mtumishi ambaye nimetoka kwenye kazi yangu. Nakupa mfano. Mtumishi ambaye nimetoka kwenye kazi yangu, nimeingia kwenye kazi ya Mungu, na ninaona matendo makuu ya Mungu, na ninaona vitu Mungu anatenda kupitia kazi ninayofanya. Halafu leo niende mahali fulani, mahali ambako labda hawanijui, halafu mtu anitabirie ya kwamba mimi nitakuja kuwa mwajiriwa sehemu fulani. Anaona kabisa kwamba Mungu anasema na mimi nitakuja kuwa labda engineer. Nitakuja kuwa na kampuni kubwa sana ambayo inaweza ikaajiri watu wengi sana. Yaani lazima nijue kabisa unabii ni wa uongo, kwa sababu huko ndiko nilikotoka. Kwa hiyo unapochunguza unabii, Roho wa Mungu anakuambia kabisa, kwani si nilikutoa huko, nakurudishaje huko? Kama ningetaka ukae huko, maana yake kazi yangu ungeifanyia huko. Yaani Mungu angesema kaa mahali pako. Watu wangapi wameajiriwa hapo kazini na wanafanya kazi ya Mungu na Mungu hajawatoa? Kwa hiyo kama Mungu anakutaka ufanye kazi yake kupitia kazi ulionayo, wala hakutoi, atakufundisha kazi yake vizuri na utaendelea kufanya kazi yake. Lakini ukishatolewa position fulani, Mungu akakupeleka sehemu nyingine na akakupiga msasa miaka kadhaa, wewe huwezi kurudi huko. Unakaa sehemu yako ambayo Mungu amekuita. Alafu nabii anakuambia naona kabisa. Au wewe una watoto 3 kwenye ndoa yako. Alafu naenda mahali nabii anakuambia kwamba naona una kiu ya kupata mtoto. Naona Roho wa Mungu ananiambia unatamani kupata mtoto. Sasa unabii utakuwaje wa ukweli akatali una watoto 3? Kwa hiyo unabii usikilize. Alafu kisha usikiliza sasa, muachie Roho Mtakatifu akwambie kwamba unabii wa kweli au wa uongo. Kwa hiyo hili ni muhimu sana. Usitweze unabii, lisikie neno, usibebe kila unabii. Naomba mnisikilize. Mimi sina utumishi wa kuvutia upande wote. Usitweze unabii, lisikilize neno, lakini usibebe kila unabii. Msikilize Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kila unabii unaokuja kwako, beba, sikiliza. Mwachie Roho Mtakatifu akupe majibu. Kupitia wewe, kupitia ndoto, kupitia watumishi, kuna namna Roho Mtakatifu atathibitisha, wala hakoseagi. Kuna namna Roho Mtakatifu atakwambia hii hapa ama hii kweli, kwa jinsi vile ambavyo ataona inampendeza. Mungu akubariki kwa kutenga muda huu. Umefuatilia somo hili kwa kipindi hiki. Mungu akubariki sana na akuinue zaidi na akupe maarifa na nguvu zaidi. Unapoendelea kufuatilia mafundisho haya, basi yao yanakugusa katika maisha yako. Kama si wewe, yaguse watu wengine. Yaani uone uso wa Mungu kupitia mafundisho haya. Uzione baraka za Mungu kupitia mafundisho haya. Uione neema ya Mungu kupitia mafundisho haya. Kama hauja subscribe kwenye channel yetu, ninakualika kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata mafundisho haya tunapokuwa tunayatuma hapa YouTube. Lakini usisahau kutufollow, kutufuata kwenye mitandao ya kijamii. Tupo Instagram, tupo Facebook pamoja na TikTok. Lakini pia tunayo channel ya WhatsApp kwa jina hilo hilo la Mikono ya Kristo. Hayo yote yanapatikana kwa jina la Mikono ya Kristo. Unahitaji kuwasiliana na sisi, namba za simu ziko hapa. Labda una swali, una kitu fulani unataka ushauri, kuna jambo hujaelewa, namba zipo. Namba ziko hapo chini. Lakini kuna namba hii hapa nyuma kama mnaiona, hii ya 0781, usipige kwa sasa, ina changamoto. Piga namba 0774 iko nyuma hapa, na hata hapa chini hapa utaona kuna hiyo namba imeandikwa 0774. Hizo ambazo ziko chini hapo, tumia zaidi hizo. Hizo ni namba bora kabisa ambazo zinapatikana muda wote. Kama uko nje ya nchi, usiofie, tupigie. Mungu ana mipaka. Mungu anakwenda mbali kabisa. Ndio maana tunafanya huduma ya injili mtandaoni ili tuweze kuwafikia watu ambao
tungeambiwa leo twende kuwafikia ingelikuwa ngumu sana. Kuna watu wako Kongo tu hapa majirani zetu, lakini ukiniambia niende hapa itakuwa ni safari ya siku kadhaa mpaka nimfikie, mpaka nikahubiri, ni muda utakuwa umeenda. Lakini ninapokuwa nafanya huduma hapa, maana yake nawahudumia watu wengi, ama sisi Sima Mikono ya Kristo tunawahudumia watu wengi kwa wakati mmoja. Kwa hivyo usione shaka, mahali popote ulipo mkono wa Mungu unafika, unaweza kufika. Hawa manabii kina Amosi, wainjilisti, walimu ambao tunaona kwenye Biblia hii wametajwa, na injili, neno la Mungu lipo, ndio tunafanya hapa leo hii. Badala ya kuwa tunatembea huku na huku, basi Mungu anasema kaeni kwenye mtandao. Maarifa yameongezeka, hubirini watu kwenye mtandao, ponyeni wagonjwa, wafundisheni watu mambo kadha wa kadhalika, waujue ufalme wa Mungu, wajue neema bora kabisa ya kurithi ufalme wa Mungu. Na ndio maana tunayafanya haya. Kwa hiyo unaweza ukasema mimi niko China itakuwaje, tupigie. Mimi niko Amerika itakuwaje, tupigie. Mimi niko Afrika itakuwaje, tupigie. Popote ulipo upiga. Alafu Mungu atakufikia. Mungu yuko mahali popote. Na changamoto yote, hakuna changamoto ambayo Mungu inamshinda. Kwa imani yote yanawezekana. This is not a joke. Yaani sio joke. Yaani hii sio mzaha. Hii naomba nikuambie kwa uzito wake kabisa. Kwa imani hakuna jambo Mungu linamshinda. Hakuna jambo Mungu linamshinda. Narudia, hakuna jambo Mungu linamshinda. Kama ni kupasua miamba maji yakatoka, Samsoni alipasuliwa miamba alipokuwa na kiu, maji yakatoka, akanywa maji akastarehe. Musa alisema na miamba, maji yakatoka. Kama ni kuipasua bahari, Musa alipasua bahari. Kama ni kupata chakula jangwani, mana ilishuka jangwani. Kama ni nyama, kware alienda jangwani. Nini kinashindikana? Kama ni magonjwa, yuko yule mama ambaye alitokwa na damu miaka 12. Miaka 12 si ni kansa hiyo? Leo ingekuwa ni kansa, sio angesema yaponi tena, asubiri kufa, alipona. Kama ni swala la kifo, Lazaro alifufuliwa. Sasa nataka nikwambie nini ambacho hakiwezekani kwa Mungu? Ama hayo unaona ni matendo ambayo yameandikwa tu? Ni kweli tu. Sio tu yalitendeka. Yalitendeka, yanatendeka na yataendelea kutendeka. Yesu aliahidi, tukiwa na imani tutayafanya haya. Tutayamuru milima iame ikajipandikize mahali pengine. Lakini vile vile tutayafanya matendo makubwa hata yeye ambayo hajawahi kuyafanya. Sasa kama Yesu anasema tutafanya mambo makubwa ambayo hata yeye mwenyewe hajawahi kuyafanya, ni yapi hayo? Kama aliyofanya tu ni makubwa kiasi kile, sasa makubwa gani Yesu anayasema? Ndio nakwambia usipuuze. Kaa kwenye imani, kila kitu kinawezekana. Narudia, kila kitu kinawezekana. Yaani asikudanganye mtu. Kila kitu kinawezekana. Kwa Mungu yote yanawezekana. Mungu akubariki. Mungu akutie nguvu. Mungu akuinue. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Kwa niaba ya timu nzima ya Mikono ya Kristo, tunasema Mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Hadi wakati mwingine. Bye bye.